kulingana na Samuel Luckhurst anasema kwamba kinachoonekana ni kwamba kulikuwa na makubaliano kati ya klabu ya kati ya Glazers pamoja na Ineos, wakati ambapo Ineos walikuwa wanauza klabu walikuwa wananunua 25% ya umiliki wa klabu ya Manchester miaka miwili hivi iliyopita. Ni miaka miwili au moja na nusu iliyopita. Kwa hiyo anasema kwamba kulingana na makubaliano hayo ni kwamba kulikuwa na makubaliano kwamba ikifika mwaka gani? Ikifika Februari mwaka 2027 kunaweza kuwa na full sale ya klabu, na akasema kwamba katika makubaliano ambayo yaliyopo kutokana na kile ambacho Sir Jim Ratcliffe pamoja na Ineos waliwekeza ni kwamba ndani ya miezi 18 kuna clause ambayo inalazimisha mnunuaji mwingine yote atakayekuja anunue kabla ya Februari 2027 kwa kiwango ambacho kitawapa faida Glazers pamoja na Ineos na kile ambacho wamewekeza. Sio unanipata? Yaani kwamba makubaliano ni kwamba ikiwa mtu atakuja kununua klabu kabla ya Februari 2027 anapaswa kutoa kiwango cha fedha ambacho kitakubaliwa na Glazers lakini pia na Ineos pia kupata faida ya kile ambacho walitamani kupata. Kwa hivyo ndivyo ilivyo. Lakini amesema kwamba kipengele hiki kina expire Februari 2027. Baada ya Februari 2027 mtu mwingine yeyote yuko tayari kununua klabu ya Manchester kwa full sale akikubaliana tu na Glazers. Kwa hiyo nafikiri umeelewa hapo. Kwa hiyo hii ni kulingana na Lloyd Whitwell, kulingana na Samuel Luckhurst, pia kulingana na The Athletic wamesema kwamba kwa hiyo inawezekana ndani ya siku chache zijazo tukaona movement za kuuza Manchester zikiwa kubwa, kwa sababu inaonekana kwamba watu wangependa kuingia kwenye manunuzi ya klabu hii. Na ukiangalia zaidi ya hapo anasema kwamba kulikuwa kuna joint exit obligation, kwamba akitokea mtu yoyote mwenye fedha ambayo inawatosha kabla ya mwaka 2027 Februari, wote Glazers na Ineos wanapaswa kuondoka na aje mmiliki mpya. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho tumekijua katika siku mbili zilizopita kutokana na hizo taarifa za kwamba kuna mnunuzi anaweza akaja ndani ya klabu hii ya Manchester United. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinawezekana kabisa, na kulingana na The Athletic wamesema kwamba wamiliki wa Manchester United, familia Glazer, wanafikiria kuuza klabu hiyo kabla ya mwaka 2027 ili kupata faida ya juu zaidi. Ndio kile ambacho nilikuwa nakizungumza kwamba wadau wanaotajwa kuwa na nia ya kununua klabu hii ni pamoja na Sheikh Jassim wa Qatar, lakini pamoja na makundi ya wamiliki wengine kutoka United Arab Emirates, lakini pia kuna wawekezaji kutoka Saudi Arabia ambapo wao wanakanusha taarifa hiyo, lakini pia kuna baadhi ya makampuni mengine binafsi ambao wangependa kununua klabu hii ya Manchester United. Hii ni taarifa kutoka The Athletic kwamba kwa hiyo inaonekana kwamba ikiwa kuuza kutatokea, kwa taarifa zilizopo ni kwamba kama mauzo yatatokea yanapaswa kutokea angalau kabla ya mwaka 2027 Februari. Kwa nini? Ili Glazers wapate faida kubwa, lakini pia Ineos wapate faida kubwa katika mauzo haya. Hichi ndio kile ambacho kinaonekana kinataka kufanyika, kwa sababu ikifika Februari 2027 maana yake ni kwamba mtu mnunuzi akija atakuwa tayari kulipa kiwango tu cha fedha ambacho atakubaliana na Glazers peke yake. Ineos watakuwa tena hawana mamlaka ya kublock mauzo yoyote ambayo yatafanyika. Kwa hivyo tusubiri, tusijipe sana matumaini, lakini yote hayo yanawezekana, na nafikiri tunapaswa kuwa na matarajio tofauti. It can happen, it cannot happen, lakini nafikiri ni mambo ambayo yapo, na mashabiki wengi najua mnataka hili jambo litokee haraka iwezekanavyo, lakini mimi nimeanza kuona kama kuna mwanga mweupe unakaribia kutokea. Kwa hivyo kwa wale ambao mlikuwa mnapenda waje wamiliki wengine tofauti na Ineos, kuna uwezekano tukapata wamiliki hao wapya. Kuhusu hilo ningependa kupata comment yako. Kwa wale watu wangu wa Instagram na waona mpo pale, namuona Dr. Dre, The Noxy, Don Wizzy, Boniface Godwin, Nas, Peter, Valencia, Moses, pamoja na Samuji na Loko Omi, wote nimeona pale Instagram mmejiunga na mimi. Lakini pia kwa upande wa YouTube naomba nijaribu kusoma maoni yenu hapa, nijue kile ambacho mmeandikia angalau kuhusu hii taarifa ya kwamba
klabu inaweza ikauzwa. Ningependa angalau kupata comment zako. Lakini pia Elia Rilo anasema tunakupata vyema, nashukuru sana comment yako. Mohamed Adamu anasema kaka vipi, natumai uko sawa, Manchester ijiuze mambo yatabadilika pakubwa. Ni kweli ikiuzwa I think tutapata mabadiliko makubwa sana kwenye usimamizi na kwenye kila kitu. Asante sana Todd Bodwell, nimekuona. Lakini pia anasema Todd Bodwell yuko France, anapata vizuri sana. Nashukuru sana ukipata ukiwa huko France. Lakini pia Rafael Kenya anasema kama maoni yangu kuhusu kuuzwa kaka, hii Glazers family iende tu, wamempa Sheikh Jassim wa Qatar biashara ya share kaka. Mimi sipendi kama wamemkataa coach mpaka meeting, huyu akisema anataka baki mpaka kura hapana. Ni kweli. Unajua wakija hawa Waarabu walishasema wenyewe, wakija cha kwanza watajenga uwanja mpya, wataklia madeni yote. Unajua hii swala ambalo naliona hapa la Sir Jim Ratcliffe ambalo limesababisha mpaka watu wanafukuzwa, mpaka kazi inapunguzwa, mpaka mishahara wachezaji inapunguzwa, mpaka kubana matumizi kwenye manunuzi ya wachezaji. Yote haya yanatokana kwamba klabu imerithi madeni makubwa sana ambayo pia Sir Jim Ratcliffe na Ineos wamerithi, na wao faida yao inategemea kupata faida ndani ya klabu. Yaani ile faida ambayo klabu itagenerate kupitia soka ndio faida ya Ineos. Kwa hivyo wangependa kubana matumizi ili kuweza kupata faida na kuweza kuendesha biashara yao. Kwa mwisho siku hii ni biashara tu. Lakini Sheikh Jassim wa Qatar alikuwa anasema kwamba akija yeye kwake sio biashara ile. Ni anafanya for fun, anafanya kwa kitu ambacho anapenda. Of course unajua mwisho siku kuna business part of it, lakini kwake sio kipaumbele, sio yeye anapenda tu kumiliki klabu kama Manchester United. Kwa hiyo angewekeza zaidi kuliko kutumia hela. Lakini sasa hivi kinachofanyika ni kutumia hela zaidi ya kuwekeza. Kwa hivyo ndio kinachoendelea. Na pia nilikuwa naongea na mchambuzi mmoja wa soka pia kanambia kwamba hata hili swala la kuendelea kumvumilia Ruben Amorim huenda linahusiana na kwamba Ineos wanapenda kubana matumizi. Kwa mujibu wa mchambuzi huyo kwamba kwa sababu Ineos ikiwa watamfukuza Ruben Amorim sasa hivi itabidi wamlipe pesa nyingi sana, ambayo na kwa taarifa ni kwamba tumepoteza zaidi ya pauni milioni 54.2 kwa miaka hii mitatu iliyopita kwa sababu ya kufukuza kocha kina Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ten Hag na wengine. Wote hawa wamekuwa wakilipa fedha nyingi na imeingiza hasara zaidi ya milioni 54 pauni kwenye klabu. Kwa hiyo wangependa kutafuta namna ambayo itapunguza haya matumizi. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba huenda Ineos pia hawamfukuzi Ruben Amorim kwa sababu wanaamini kwamba ili wapunguze uwezekano wa kuingia hasara ya kumlipa pesa nyingi. Kwa hiyo huenda pia ikawa sababu, lakini akiwepo mtu ambaye kwa kisa tatizo hilo, manake atakuwa tayari tu atakuwa tayari kufanya chochote kumfukuza kocha tu muda wote ili tu apate kile ambacho anapenda kupata, hata jali kipi kinaendelea. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa ambazo zipo na zinaendelea kushika hata mitandaoni. Namba ni kuambie kuhusu jambo lingine, ni kuhusu Bruno Fernandes, ambapo kuna uwezekano akaendelea kubaki Manchester United hata baada ya mwaka huu unaokuja, kwa sababu taarifa ambazo zilikuwa zinasema ni kwamba kuna uwezekano Bruno akaondoka. Watu wameshasema sana kuhusu hilo, lakini ameongea hilo kuhusu maisha yake ndani ya klabu yatakuwaje, na amesema hivi, naomba nikutafutia hapa kile ambacho Bruno Fernandes amekisema. Amesema kwamba mimi nina furaha kuwa hapa, vinginevyo nisingekuwa nimebaki kwenye klabu. Ninapenda kubaki Manchester na nafurahia kiwa pindi ambao nakuwa kwenye klabu ya Manchester United. Kuhusu kuhamia katika klabu za Saudi Arabia, hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani kwangu hata kuwazia, kwa sababu hakuna chochote ambacho kimejadiliwa kati yangu na klabu wala klabu za Saudia hadi sasa. Kwa hivyo sitarajii kuondoka na nitaendelea kuwepo katika klabu ya Manchester United. Kwa hiyo kapteni Bruno bwana anasema kwamba hana mpango wa kuondoka klabuni hivi sasa ama siku za hivi karibuni, kwa sababu anasema kwamba yeye angependa kuendelea kuwepo katika klabu ya Manchester United. Lakini pia amezungumzia jinsi ambavyo Ruben Amorim anamtumia katika nafasi ya kiungo wa chini, deep role. Kwa hiyo tumeona watu wengi tukizungumza kwamba Bruno anafanya vibaya akiwa kwenye nafasi ya chini, kwa hiyo tungependa apate nafasi ya kucheza namba 10, tulipomzoea kula aweze kutoa assist kufunga magoli. Lakini sasa kumekuwa na hilo na hiyo changamoto, na kulingana na kile ambacho Bruno anakisema hapa, anasema kwamba mimi ninapenda kucheza mpira katika nafasi yoyote.
kocha anaweza kuniweka mahala popote, iwe nafasi ya fullback, iwe winger, iwe goalkeeper. Niko tayari kutoa chochote ambacho nitaweza kwa ajili ya klabu. Hata hivyo, kila mtu ana maoni yake na kila ambacho anapendelea zaidi, lakini kama timu lazima tukubali kuboresha ili kuweza kuunga mkono idea za kocha ambaye anatufundisha. Kwa hiyo mimi kucheza katika kiungo ya chini ni nafasi ambayo nimewahi kucheza nikiwa katika klabu ya Sporting nilipokuwa na kocha Jorge Jesus, lakini pia nilicheza nikiwa na William Carvalho na pia Battaglia nikiwa tunachezea chini zaidi. Lakini ukiwa uko chini zaidi unakuwa na muda mwingi wa kufikiria, unakuwa na nafasi kubwa, lakini pia risk ni ndogo. Nilipoanza kucheza namba 10 ilinipaswa kuanza kujifunza kutengeneza nafasi, kutafuta space za kukimbia, lakini pia kufunga mabao. Mimi huwa ninaboreka na huwa najitahidi kuzoea mfumo wa timu, haijalishi ni mfumo gani na haijalishi nafasi ipi ninacheza, kwa sababu kwangu timu ndio kitu ambacho nakipa kipaumbele zaidi. Lengo langu kuu niwe katika timu ya taifa ama timu ya klabu yangu ya Manchester United ni kuhakikisha kwamba timu yangu inapata matokeo mazuri. Ninapenda kucheza vizuri, nataka kuonyesha kiwango cha hali ya juu, lakini ikiwa nitakuwa na madhara madogo na kiwango kidogo cha matokeo, ikiwa nitakuwa na madhara madogo kwenye timu lakini timu itakuwa na matokeo mazuri, mimi kwangu hicho ndio kitu muhimu zaidi, haijalishi nacheza katika nafasi gani. Kwa hiyo amezungumza kuhusu mentality yake na kuhusu nafasi ambazo anapewa kwenye kucheza, kwamba kwake anachojali ni kwamba timu yake iperform vizuri, timu ifanikiwe, hajali anacheza wapi. Of course anasema kwamba angependa kufunga magoli, angependa ku create chances, angependa kuboresha timu, lakini ikiwa anacheza chini zaidi, ikiwa anapewa position ambayo hajaizoea lakini timu inapata matokeo kutokana na position hiyo, kwake hana tatizo lolote. Kinachozingatia ni kwake kwamba timu mradi ipate matokeo. Japo mimi nadhani bado kwenye hili mimi naamini kabisa kwamba Bruno nafasi ya chini kwa kweli hatumtumii vizuri, na kama kocha yoyote unapaswa kujua ubora wa wachezaji wako na unapaswa kuhakikisha kwamba unajitahidi kutumia ubora wa wachezaji wako, na nafikiri kwenye kuhusu hilo bado Bruno anahitaji kusogea juu zaidi. Lakini ndio hivyo, kuna Mbeumo na Kunya na Mount, unamdrop nani? Hiyo ndio changamoto ambayo Ben Yamon pia anaikabili. Sawa. Nina taarifa kuhusu Thomas Tuchel. Thomas Tuchel bwana anasema kwamba taarifa hii imeandikwa na Team Talk. Wanasema kwamba hafurahi sana kazi ya kufundisha timu ya taifa ya Uingereza na angependa kupata nafasi ya kufundisha klabu kama Manchester United na kuchukua nafasi ya Ruben Amorim dirisha lijalo la kiangazi. Na hii ni kwa mjibu wa Team Talk, ambapo amesema hayo ni Scott Minto ambaye inasadikia kwamba ana mawasiliano ya karibu na bwana Thomas Tuchel, kwamba hafurahi sana kazi ya England na angependa kupata kazi ya klabu, na klabu ambayo anaitazamia kwa hamu ni klabu ya Manchester United. Na naamini kwamba msimu huu kisha ikiwa Ruben Amorim atafanya vizuri, basi anaweza akawa amefukuzwa, na naamini kwamba yeye anaweza akachukua nafasi katika klabu hiyo ya Man United. Thomas Tuchel ni kocha mzuri, lakini mimi ni kocha ambaye sijai kumkubali honestly. Sidhani kama aina ya mpira ambao tunauhitaji, na pia ni makocha ambao nafikiri hawana ile falsafa nzuri ya kuweza kutengeneza ubora wa timu. Kwa hiyo I don't think ni mtu poa sana kwa ajili yetu. Ni bora tu kubaki na Ruben Amorim yangu. Lakini sawa. Habari nyingine inahusu Casemiro, ambapo Rudy Galetti, huyu mwandishi pia wa habari kutoka anaandikia sana, ni mtu wa usajili sana. Anasema kwamba Casemiro utakuwa ni msimu wake wa mwisho ndani ya klabu ya Manchester United unless kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye klabu. Lakini kwa sasa hivi inaonekana uongozi wa klabu umeamua kwamba hautamuongezea mkataba, na wangependa pia kupunguza matumizi ya klabu, na Casemiro ni miongoni mwa viungo ambao wanakula mshahara mkubwa, kwa hivyo hawafikiri kumuongeza mkataba wake. Hii swala nafikiri, hebu niandikie hapa, naomba niandikie hapa angalau maoni kuhusu Casemiro, abaki au aondoke? Casemiro abaki au aondoke? Aondoke.
naomba niweke poll hapo kwa watu wangu wa YouTube, nisaidie kupiga kura hapo kuhusu hili swala, which is which, Casemiro should abaki kidogo ama aondoke. Utaandikia hapo abaki, asepe. Nimeweka poll hapo YouTube, nisaidie kuweka maoni yenu hapo tuone. Mimi nitasema maoni yangu pia kuhusu hilo baadaye kidogo, lakini ningependa kwanza kujua wewe unataka kusema nini kuhusu hilo, kama unafikiri Casemiro anapaswa kwenda kupata muda kuwa ndani ya klabu ya Manchester United. Naomba nisome comments ambazo mnaandikia hapo pale YouTube. Ahmed Maruk anasema kaka, mambo vipi, kwa mazungumzo yanakwenda mpaka sasa hivi, hizi habari zinakuwa serious au bado ni za fununu? Mzee Ahmed Maruk, hii taarifa ya kuuzwa klabu ya Manchester imekuwa serious sasa hivi kutokana na vyanzo vikubwa vimeanza kuongelea. Manchester Evening News wamezungumzia, Team Talk wamezungumzia, lakini pia The Athletic na waamini sana mimi wamezungumzia, na baadhi ya waandishi wazuri ambao tunawataka, akina Ben Jacobs na akina Samuel Lucas, akina Rudy Garland na wengine wameshazungumzia hilo swala. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kinawezekana kikawa kina mashiko na inaonekana taarifa ambayo ni ya kweli, lakini nafikiri kadri siku ambazo tunasogea tutaanza kupata fununu vizuri zaidi kuhusu habari hiyo. Plutonium Direct anasema kwamba but for real we need the best defensive midfielder so that we can be competitive. Asante kwa maoni yako bwana Direct, na nitakupa habari ya Baleba. Kuna uwezekano tukampata Baleba mapema kuliko ambavyo watu tunatarajia kulingana na kile ambacho nimekiona katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sawa. Okay, kuhusu